Habari za leo ndugu zangu wa Tanzania pamoja na watu wa Afrika na ulimwengu wote kwa ujumla. Matumaini yangu kwamba mnaendelea vizuri na majukumu yenu ya kila siku. Mimi rafiki yenu na mpendwa wenu Mwinjilisti Petros ninawasalimu mchana huu wa leo ambapo Mungu wetu wa mbinguni ametupatia baraka tele tukawa wazima na wenye afya. Ndugu zangu wapendwa, kuna mambo machache niongee nanyi. Katika mambo ambayo nataka niwakumbushe, katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 24 kianzia mstari wa 37 mpaka 39. Biblia inakumbusha kuhusiana na ilivyokuwa kipindi cha Nuhu. Walikuwa wanakula, walikuwa wanakunywa, walikuwa wanaoa, walikuwa wanaolewa. Sasa hapo ndipo nataka tujikite. Kwa nini Yesu anazungumza kwamba kipindi cha Nuhu walikuwa wanakunywa? Je, kipindi hiki hawanywi? Walikuwa wakioa, kipindi hiki hawaowi? Walikuwa wakiolewa, kipindi hiki hawaolewi? Au katika kufanya haya niliyoyataja ni dhambi? Naomba mnisikilize kwa makini sana. Kipindi kile cha Nuhu walikuwa wanakunywa, yaani watu walikuwa wanakunywa pombe za aina mbalimbali. Walikuwa ni walevi waliopitiliza. Mtu anakunywa mpaka anafikia hatua ya kujichafua. Shida zake zinaishia kwenye nguo. Na mnatambua mtu akilewa hawagi na hekima. Hata wale ambao wanachukua pombe zinaenda makanisani alafu wanabariki pombe ni wale wenda wazimu wa kisasa. Huwezi ukabariki kilevi kwamba wewe kweli na akili yako unaenda unaombea pombe watu wanywe. Unaombea pombe watu wanywe. Ni namna ambavyo wewe nao unaonekana akili ya azimu. Unaombea kilevi. Sasa niwaambie ya kwamba matumizi ya pombe, yaani anayetumia pombe, anayetumia bangi hawana tofauti. Kwa sababu yule anayetumia pombe analewa, anayetumia bangi analewa, wote wanaharibu ubongo. Kwa hiyo ikitokea kiongozi anabariki pombe watu wanywe, ni kwamba ye mwenyewe roho wa Mungu hayumo ndani yake. Ni mpagani, ila amebeba jina la kuwa Mkristo ili asiitwe mpagani, yaani awe na sifa ya Ukristo lakini mpagani. Walikuwa wanakunywa ovyo. Lakini jambo la pili, kwenye kuoa, wanaume waliwaingilia wanaume wenzao, wanawake nao walifanya hivyo kwa wanawake wenzao. Ushoga ulikuwepo. Ndoa zilikuwa hazipo, zilifutwa. Na ndivyo unavyoona leo kwamba yanajirudia. Kuna ndoa za kubariki, yaani watu walishaoana, wameshachunguzana miili yao, wameshafanya uzinzi, walishazoeana. Yaani jua likizama wanakwenda wanafichama. Bindi anaenda kwa kijana, mchana walikuwa kwenye ibada, wamefanya ibada, usiku anakwenda kwa kijana, wanafunga mlango, wanatekeleza majukumu yao ya kimwili.
wamefichama. Hakuna mwinjilisti anayejua, hakuna mchungaji anayejua, hakuna mzee wa kanisa, hakuna cha shemasi wala nani, hawajui. Lakini hawa wameshaoana. Wao wanakutana usiku, aidha kwenye nyumba au kwenye vichaka au waende guest. Wakiisha kufanya matendo yao hayo, wanakwenda kuandikisha ndoa. Mpango wa kuanzisha ndoa za watu ambao walikwisha kuoana ni mpango wa Shetani. Shetani amedanganya dunia. Wale ambao walikwisha kuoana ndio wale ambao wanaenda kuandikisha ndoa. Sasa ndoa za wazinzi, yaani wazinzi wanakwenda kuandikisha ndoa. Sikiliza, wachungaji wowote ambao wanaandikisha ndoa za watu ambao walishaoana hawastahili kuwa wachungaji. Huwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Watu wanafanya uzinzi, alafu na wewe unajua kabisa hawa ni mume na mke. Anaingia kanisani, unasema wafunge ndoa. Watafungeje ndoa ambao walishakuwa wazinifu? Ni kubariki uzinzi. Katika muda huu natoa wito kwa dunia nzima. Nazungumza na dunia yote, mataifa yote. Ninawaambia viongozi wa dini, mkitaka muepuke dhambi hii inayojirudia yatoka zamani, ambayo wengi waliangamia, acheni kufungisha ndoa za watu ambao walikwisha kuoana. Tafsiri yake, mnawaambia hata wale waliomo ambao hawajafunga ndoa, walishaoana, mnawaambia endeleeni kuwa wazinzi, sisi tutawabariki uzinzi wenu. Ndoa za watu ambao walishaoana hazipo katika Biblia. Hakuna tofauti kati ya ndoa ambazo za watu walishaoana na kuwachangisha watu pesa siku ya ibada. Kiwaambia watu wachange pesa siku ya ibada, kuwachangisha michango siku ya ibada, unakuwa umevunja Sabato. Wewe ni mvunja Sabato. Siku ya ibada haina machangizo, halipo katika Biblia, halipo. Sawa na hizo ndoa. Sasa yalikuwepo. Watu walikuwa wakijenga majumba, wakilima mashamba, watu walikuwa ni matajiri, lakini uuaji ulikuwepo. Walikuwa na uwa wezao. Tunashuhudia leo kila nchi kuna mauaji, vita baina ya taifa na taifa, vita vya ndani, wanaita civil war, vita vya wenyewe kwa wenyewe, utapeli, utekaji. Ving'ang'anizi wa mambo yasiyofaa, kung'ang'ania kutawala dhamiri za watu, kuwafanya watu kama vile hawana akili nzuri. Yaani watu wanakuwa hawana uhuru, kiasi kwamba hata Mungu mwenyewe anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Lakini nashuhudia dunia ilikofikia, nchi nyingi zinapinduliwa, watawala wengi wanalazimisha madaraka, wizi wa mali za umma. Nishuhudia katika taifa la China ya kwamba kule China ukiona umeiba mali, wewe ni kiongozi, unanyongwa. Nikaja nikakuta katika nchi ya Afrika Kusini, Jacob Zuma alishtakiwa na akawekwa ndani, aliondolewa madarakani. Kwa nini? Alichezea pesa ya taifa.
yalikuwepo toka zamani, kabla ya kuangamia kwa dunia yalikuwepo. Maovu haya yalikuwepo, ulaji wa kila kitu katika sayari hii, matumizi mabaya ya madaraka, matumizi mabaya ya vinywaji, matumizi mabaya ya vyakula, matumizi mabaya ya ndoa, matumizi mabaya ya kila kitu, watu wanatumia vibaya, yalikuwepo. Mpendwa mtazamaji wangu, napenda nikuambie mchana huu ya kwamba hakuna jambo linalokuwa na mwanzo ambalo haliwezi kuwa na mwisho. Yale yaliyofanyika, Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 na aya 9, anasema ya kwamba yaliyokuweko ndiyo yatakayekuweko, yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala hakuna jipya chini ya jua. Haya yanayofanyika leo yalikuwepo. Katika Timotheo wa pili 3:16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Vipi hii ya kubariki ndoa ipo katika kitabu gani? Kubariki wazinzi lipo katika kitabu gani? Siyo hilo tu. Kumbukumbu la Torati sura ya 29 aya 29 anasema hivi, yaliyofunuliwa, mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kama jambo halipo kwenye Biblia, usifundishe watu. Umeyatoa wapi? Anasema yale ambayo hayapo kwenye Biblia hayakusemwa na Mungu. Leo naambiwa Bikira Maria alipaa mbinguni. Bikira Maria mwombezi wa wanadamu. Bikira Maria ni kioo cha haki. Bikira Maria mlango wa mbingu. Bikira Maria sanduku la agano. Bikira Maria sanduku la pembe. Uliwahi kusoma wapi kwenye Biblia? Marehemu wako mbinguni, marehemu wanatuombea. Ulisoma kitabu gani? Wakristo wa ulimwengu huu ni waombe kwamba muwe wasomaji wa vitabu ili mpate kuelewa. Msikubali kila jambo wanalozungumza. Hivi na akili yako kweli unamzika mtu udongoni, halafu mtu anakuja kukwambia marehemu wako mbinguni, huyu marehemu amepokelewa mbinguni. Hivi uliwahi kusoma kitabu gani? Huu ni utapeli wa kisaikolojia, inaitwa ibada ya umizimu. Mashetani ndio wanafanya kazi ya kudanganya watu. Sasa sikiliza, hakuna marehemu wanaoombea walio hai mbinguni, na hata wanaposema Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, hao wanaoongea ni watu waliochanganyikiwa, ambao ndiko kapimwe akili. Mungu ana vitanda vya kulaza marehemu? Mungu analaza watu wapi? Ni kitabu gani ambacho kinasema Mungu analaza watu? Biblia gani? Ni kitabu kipi? Pimeni mambo haya, mwe mnapima mafundisho. Kwa hiyo niwaambie, Biblia haielezi habari ya Bikira Maria kwenda mbinguni. Haipo. Tafuta mtaguso wa Vatikani. Ukitafuta mtaguso, fungua sehemu inayosema Bikira Maria, sura inayosema Bikira Maria. Soma maelezo walivyotunga kwamba Maria alienda mbinguni, Maria ni mwombezi. Soma hapo. Ndipo utakapogundua kwamba sala ya Bikira Maria haimo katika Biblia, wala hayo yote wanayofundisha hayamo kwenye neno la Mungu, ni uongo. Soma hapo mtaguso, soma kipengele cha Bikira Maria. Chukua kitabu cha kanisa Katoliki kinaitwa Bustani ya Katekista. Bustani ya Katekista. Soma mahali anazungumzia Krismasi. Yesu hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Soma hapo. Ninyi munadanganywa kwamba alizaliwa tarehe hiyo, lakini viongozi wenyewe wanajua. Mtaguso ukisoma una maelezo ya Bikira Maria hakwenda mbinguni, wala sio mwombezi wa wanadamu. Wanakanusha wenyewe. Bustani ya Katekista inataja ya kwamba Sabato ni Jumamosi, inataja. Sasa hicho wanachowafundisha ninyi,
wanakipata wapi? Kwenda kuungama dhambi kwa padri au askofu, mnadanganywa, yani mmenyang'anywa ubongo. Unatakiwa ujue kwa nini Yesu alikufa msalabani, kwa nini pazia la hekalu lipasuka vipande viwili kutoka juu mpaka chini. Unatakiwa jifunze hilo. Ukitambua hutadanganywa, ukitambua hutadanganyika. Pazia la hekalu lipokuwa linapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini, maana yake ni kusema ya kwamba ibada zile za kuombewa na makuhani katika chumba cha patakatifu pa kidunia zilikomea pale. Yesu ndio anayesimama kama kuhani mkuu. Kwa hiyo hutakiwi wewe kwenda kuungama dhambi kwa kiongozi wa dini. Hivi nye watu huwa mnasoma Biblia au mnachukuliwa kama mabua ya kupelekea ng'ombe? Huwa mnasoma Biblia kweli? Kwa nini mnadanganywa na nyie mnakwenda? Na asilimia kubwa ya watu wa makanisani hawana hata Biblia. Wao wanaendaga tu kama mizoga, wanakwenda tu, hawaelewi kitu chochote. Aliyekwambia uvae rozari shingoni ni nani? Biblia gani inayokwambia uvae rozari? Biblia gani? Kuweka msalaba kwenye kaburi, Biblia gani? Nembo yoyote ya msalaba inayoonekana katika eneo la ibada ni upuuzi. Freemason ndio wanaotumia ibada hizo, na nembo hizo ni zao. Biblia haisemi tuweke msalaba kwenye kaburi wala kuvaa msalaba shingoni. Biblia haijatufundisha kutumia nembo ya msalaba, haijawahi kusema. Ndugu zangu, kama sio watu wa kubadilika, hata kama ningezungumza hamtabadilika tu. Jambo la pili, ibada haikuwepo kabla ya gharika. Ibada ilifutwa. Nikisoma taarifa asubuhi ya leo, kule Marekani makanisa mengine yamefungwa, watu hawaendi ibadani, wamefunga milango na kufuli, watu hawaendi. Kwa nini? Wamezama na dunia. Hivi karibuni idadi kubwa sana ka kikundi kadogo sana kataendelea na ibada, wengi watadumu katika masuala ya ulimwengu. Sasa ikiwa wewe ni mpenzi wa mpira, nataka nikuambie, kama wewe unapendelea mpira, unakwenda kupotea. Mpira ni mali ya Freemason, nao waliweka kwa lengo la kuwazuia watu wasiwe na muda wa kusoma Biblia. Mtu mmoja alikuwa askari, alikuwa anaitwa Shakespeare. Huyo ndiye aliyeanzisha mpira, naye alikuwa chini ya Freemason. Ukiona wewe siku zote unashughulika na mpira kwenye simu yako, au unakwenda kuangalia kwenye runinga, au na beti masuala ya mpira, tambua ya kwamba upo pabaya. Shetani hawezi kuacha wewe kama. Ikiwa ibada hutaki, unasema unafanyia ibada nyumbani, shetani hata kuacha salama, utakwenda naye. Makanisa mengi yatafungwa, hakutakuwa na watu wa kwenda kwenye ibada tena. Makanisa yatafungwa, watu watadumu katika kutafuta dunia zaidi, wakati mlango wa rehema unapokwenda kufungwa. Viongozi wa dini, tembeleeni washiriki wenu kila mahali, watembeleeni kila mahali, wapelekeeni ujumbe. Sehemu za ibada ziheshimiwe, watu waende kwa heshima na kicho. Acha kurukaruka, acha kuwa mtu usiyeeleweka kwenye ibada. Kanya vitoto visiwe vinapiga kelele ndani, minong'ono ndani ya nyumba ya ibada ipigwe marufuku. Acheni kupiga marufuku. Visimu vyenu fungeni. Acheni kuingia na manywele yenu haya ya ajabu ajabu, manywele ya mizoga hayo. Acheni kuvaa, watu wa Mungu, kama mnaenda mbinguni. Acha kuvaa manywele hayo. Acha upagani huo, utapotea, utakufa vibaya. Sio hilo tu, unapaka rangi kwenye kucha, mdomoni, utakufa vibaya. Wanawake, kwa nini mnapenda kuwa wachungaji? Nani aliyewaambia? Ni wapi mliposoma kwamba wanawake mnatakiwa muwe wachungaji? Dunia hii kila kona, kila mahali wachungaji wanawake wamejaa top, wamevaa kola, ndo wana zulula. Mchungaji, mwanamke anasogea na matiti mbele, asema mchungaji na matiti. Mchungaji wewe, mchungaji wewe, ili amuogope hata Biblia wao mnasomeji, lakini yeye wanawake
ninyi mliumbwa kwa ajili ya wanaume, ninyi ni mali za wanaume, kwamba mwanaume akumiliki, we ni gari lake, ulitumie. Mwanaume alitumia anavyotaka. We kaa nyumbani, fanya shughuli nyumbani, acha kufanya shughuli zisizo kuhusu. Mungu hajawapa kibali wanawake kuwa wachungaji au maaskofu. Hakuna vitu vya namna hiyo. Nani aliyowatuma? Sasa hata we mwenyewe tu huwezi kufikiri huwezi kufikiri hata we mwenyewe tu kwamba umevaa sketi kweli, umesimama mimbarini, umevaa sketi, huko mimbarini, huwezi kuogopa hata mimbarini hapo. Biblia gani inayokuambia usimame mimbarini wewe? Haya, sio hilo tu, umevaa sidiria yako huko pale mbele, huogopi? Na kisidiria unaenda pale mbele, mapaja yanaonekana tu, yako juu tu, mbele za wanaume na mandevu yao, na wanaume nao wamekaa, unaenda pale, amina amina. Ni mwanaume, hata aibu hawana. Haya, siku pale inapotokea huko kwenye hatari, unaenda kusimama pale mbele, unaenda kunajisi pale mbele na hali uliokuwa nayo. Sasa uovu huu ulikuwepo toka zamani, uovu huu ulikuwepo toka kale. Hatuhitaji kuwa na vitu vya namna hii. Vijana wengi wamepotoka ibada, wameacha, ni wanzinzi, ni wavuta bangi, ni walevi. Nataka niwaambie, kila mmoja achukue hatua. Chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia. Kama shetani, mtumikieni yeye. Kama Mungu, mtumikieni yeye. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana awabariki sana.